Kwa mfano, ujenzi wa magorofa si maendeleo kwetu. Tunaweza kusema sisi maendeleo kwetu kila Mtanzania awe na maji salama na safi. Tunaweza kusema maendeleo kwetu kila Mtanzania mwenye uwezo wa kusoma shule asome chuo kikuu na amalize, asiwepo asiwe kusoma chuo kikuu. Tunaweza kusema maendeleo kwetu sisi wafanyabiashara wafanye biashara vizuri, tuwe na export. Tunaweza kutafasiri maendeleo tunayoita maendeleo katika nchi ya Tanzania, na tukaacha kutafasiri maendeleo kutumia jukwaa la Wamarekani au la watu wa Ulaya. Tukaamua kuwa na miaka 50 ya kile ambacho sisi tunaamua kukiachieve kama maendeleo ya taifa letu. Na sasa kila rais anayeingia madarakani anaingia kutimiza kwa namna yake na kwa sarakasi yake vile vitu ambavyo sisi tumevitafasiri kama maendeleo, atatutimizia kwa namna yake. Kama hatutafanya hivi, tuna hatari kwa sababu katiba yetu inampa nafasi kila rais anaingia madarakani kwa namna yake, kwa hekima yake na kwa namna anavyotafasiri yeye maendeleo, awaletee maendeleo wa Tanzania. Na siku moja tutakapopata rais ambayo hayuko sawasawa, tutaishia kulia, Mheshimiwa Naibu Spika. Ni baadhi ya kauli ambazo zinafanya watu wengi wazidi kuamini kabisa kwamba Askofu Gwajima alikuwepo yupo mbele ya muda kabisa. Kuna baadhi ya kauli ambazo alisha kuzitoa kuhusiana na serikali ya sasa hivi, na hii ni moja kati ya kauli hiyo ambayo inaendana sawia kabisa na hiki ambacho kinashuhudiwa Tanzania nzima na hususan Dar es Salaam, swala zima la ukosefu wa maji na swala zima la mgao wa maji ambalo linaendelea. Sasa yeye alikuwa anasema kwamba kuhusiana na majengo na vitu kama hivyo, hapo sio maendeleo ambayo Mtanzania wa chini ama wa kawaida anahitaji kwa sasa. Anachokihitaji Mtanzania wa kawaida, alitaja vitu ambavyo vinahitajika, na moja kati ya vitu hivyo alivitaja ni pamoja na maji safi ya kunywa, kitu ambacho sasa hivi inaonekana kabisa kwamba serikali imeshindwa kuwapa watu huduma hiyo ya kuwapa maji safi ya kutumia. Sasa hii kauli imeibuka tu, na sio kauli ya juzi wala jana, ni kauli ambayo alitoaga kitambo kidogo, na unaona kabisa anawasilisha hoja yake akiwa bungeni, Askofu Gwajima. Sasa hii ni kauli ambayo kuna mshikaji alikuwa anasema kwamba Askofu Gwajima ukiamua kumfuatilizia kuna vitu vingi sana ambavyo amekuwa kivisema, lakini kama serikali inachukulia poa vile. Sasa kuna kauli za yeye kupinga swala zima la utekaji, kuna kauli yeye kusema kwamba kuna umuhimu wa uwajibikaji kila kwa rais akiwepo kwenye madaraka, kuna vitu vya kuzingatia. Lakini pia hapa amezungumzia swala zima la kusema kwamba kila rais ambaye anaketi kwenye madaraka ama kwenye mamlaka huwa anatumia utashi wake na pia anatumia uelewa wake na busara zake kuongoza nchi kwa namna anavyojua yeye. Lakini ni vizuri rais yote ambaye anakuja ajue kabisa kwamba kuna vitu vya msingi vya kuzingatia kwenye maendeleo, na vitu hivyo ni pamoja na kuwepo na umeme, lakini pia kuwepo na vitu kama maji safi kwa ajili ya kila Mtanzania. Una maoni gani kuhusiana hizi kauli ambazo bado naishi nazo kutoka kwa Askofu Gwajima? Nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.